Naitwa Engineer Johnston Johnson Mtasingwa. Kwa leo ni kaimu mwenyekiti wa kamati ya miundombinu baada ya mwenyekiti na katibu kupata ziara ya kikazi. Leo tumetembelea taasisi ya NIT ambayo ni mojawapo ya taasisi za Wizara ya Ujenzi. Lengo kubwa sana la wabunge leo ilikuwa ni kujifunza, kuona inafanyaje kazi, kuna nini, inajishughulishaje na shughuli zake na inachangia nini. Baadaye tumepata wasilisho lao na wabunge wameweza kutoa mapendekezo yao. Kwanza tushukuru sana serikali kwa mabadiliko makubwa sana iliyofanya katika chuo hiki. Imenunua vitendea kazi vingi sana na sasa wana mpango wa kununua ndege 2 kwa ajili ya mafunzo. Lakini tumefurahishwa sana na kwamba kwa sasa wanatoa kozi ya upilot katika chuo hiki na hadi sasa wanafunzi 22 wameshahitimu. Ni jambo la kihistoria sana katika nchi yetu, ni kozi ambayo ilikuwa itolewi. Sasa imetolewa. Kwa hiyo tumeiomba serikali iweze kuangalia uwezekano wa wanafunzi wanaosoma kozi ya upilot kuweza kupatiwa mkopo wa serikali. Sababu kila Mtanzania ana haki ya kupata hiyo elimu, maana kwa sasa wanajisomesha ambapo gharama yake ni kubwa sana. Tanzania wa kawaida hawezi kumudu. Kwa hiyo tumeomba serikali kushirikiana na taasisi yenyewe waweze kuwaingiza kwenye mfumo wa mikopo, bodi ya mikopo wanafunzi wanaosoma kozi za pilot. Lakini tumewaomba na kuwaelekeza taasisi iweke linkage, mwingiliano kati ya wanafunzi wanaohitimu na wasafirishaji ili waweze kupata ajira za moja kwa moja. La mwisho tumewaomba watangaze sana chuo chao, kwa sababu kwa mafunzo tuliyopata na uelewa wa Tanzania, watu wengi wanajua NIT ni chuo cha madereva. Lakini sisi baada ya kufika hapa tumeona kwamba hiki chuo kinafundisha marubani, wahudumu wa ndege, watu wanaendesha train, kinatoa kozi nyingi sana, wanatoa degree, wanatoa diploma, wanatoa certificate. Kwa hiyo tumeelekeza chuo kitangaze sana fursa zinazopatikana hapa ili Watanzania walio wengi waweze kuzifahamu. Mimi naitwa Prosper Mugani, mkuu wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Leo tumetembelewa na kamati ya bunge ya miundombinu ambao walikuja kujionea mambo ambayo Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kinafanya. Ilikuwa ni ziara ya mafunzo zaidi, lakini kupitia hii ziara tulifanya wasilisho ambalo hili wasilisho liliwapa fursa wabunge kufahamu shughuli ambazo tunazifanya Chuo cha Taifa cha Usafirishaji, kutoa mafunzo, kufanya utafiti na kutoa ushauri elekezi. Mahitaji ya usafiri ya wataalamu wa usafiri wa anga ni makubwa sana, sio tu kwa ajili ya urubani peke yake. Ni kutoka kwenye wahandisi mafundi matengenezo ya ndege ambao ni aircraft maintenance engineers na technicians, pia na mapilot. Sasa hivi upungufu unaenda karibia mapilot zaidi ya 150. Sasa unaweza kuona Air Tanzania peke yake na upungufu zaidi ya 50 kwa wakati mmoja, around 60. Sasa upungufu huu unapelekea mashirika ya Tanzania kutumia wataalamu wengi kutoka nje ya nchi. Sasa mnafahamu wataalamu kutoka nje ya nchi ni gharama ukilinganisha na mtaalamu ambaye anatoka huku Tanzania. Na kwa kutumia wataalamu wa nchi za nje, maana yake tunachukua fedha ya kigeni tunaipeleka nje ya nchi. Wakati angeajiriwa Mtanzania, hii fedha ingebaki hapa na kusaidia Watanzania. Ndio maana Chuo cha Taifa cha Usafirishaji tumejikita katika kuhakikisha kwamba hao wataalamu wanapatikana.